Iran imeendelea kusisitiza kuwa kwa sasa haina mazungumzo yoyote yanayoendelea na Marekani, ikikanusha vikali taarifa zilizoibuka zikidai kwa Tehran imeomba kurejea kwenye meza ya mazungumzo kufuatia kusitishwa kwa mashambulizi ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran hii leo, Ismail Baghai, Jumatatu ya Julai 27 mwaka 2026, alisema kuwa hakuna mazungumzo rasmi yanayoendelea kati ya Iran na Marekani kwa wakati huu. Aliongeza kwa taarifa zinazoeleza kuwa Iran imeomba kufanya mazungumzo mapya si za kweli, akiongeza kuwa msimamo wa Tehran haujabadilika licha ya kupungua kwa mapigano katika siku za hivi karibuni. Baghai alieleza kuwa Iran inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa Marekani, lakini haitashiriki katika mazungumzo yote chini ya mazingira ya vitisho vya kijeshi au shinikizo la kisiasa. Kwa mujibu wa Tehran, mazungumzo yenye tija yanaweza kufanyika tu ikiwa kutakuwa na mazingira yanayoheshimu sheria za kimataifa na maslahi ya pande zote mbili. Kauli hiyo imekuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuamuru kusitishwa kwa mashambulizi ya kila siku dhidi ya Iran mwishoni mwa wiki. Uamuzi huo ulifuatia siku kadhaa za mashambulizi ya anga na mvutano mkubwa ulioongeza hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, viongozi wa Marekani wameweka wazi kuwa kusitishwa kwa mashambulizi hakumaanishi kwa operesheni za kijeshi zimefutwa au kwamba tishio dhidi ya Iran limeondolewa. Badala yake, Washington imeeleza kuwa imechukua hatua hiyo ili kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia, huku ikiendelea kudumisha uwezo wa kujibu haraka endapo hali ya usalama itabadilika. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Michael Waltz alisema kuwa Marekani bado iko katika hali ya utayari wa juu kabisa wa kijeshi. Aliongeza kuwa vikosi vya Marekani vinaendelea kuwa tayari kwa hatua yoyote na kwamba vifaa pamoja na rasilimali zaidi za kijeshi zimehamishwa kwenda Mashariki ya Kati ili kuimarisha uwezo wa operesheni katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Waltz, Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kutoa muda mfupi wa kidiplomasia, lakini hatua hiyo haipaswi kuchukuliwa kama ishara ya kulegeza msimamo wa Marekani. Amesema ikiwa kutatokea mashambulizi mapya dhidi ya maslahi ya Marekani au washirika wake, Washington itakuwa tayari kujibu kwa nguvu. Kwa upande wake, Iran inaona kuwa kauli hizo zinaonyesha kuwa Marekani bado inaendelea kutumia vitisho vya kijeshi sambamba na kuzungumzia diplomasia. Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa haiwezi kukubali mazungumzo yanayofanyika huku ikiwa chini ya mashinikizo ya kijeshi, vikwazo vya kiuchumi au vitisho vya kushambuliwa. Licha ya kupungua kwa mapigano ya moja kwa moja, hali ya tahadhari bado imeendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani imeendelea kuimarisha uwepo wa vikosi vyake katika maeneo muhimu ya kimkakati, huko Iran nayo ikiendelea kuwaweka tayari wanajeshi wake pamoja na mifumo yake ya ulinzi wa anga kutokana na hofu ya uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa kauli zinazotolewa na pande zote mbili zinaonyesha kuwa bado kuna pengo kubwa la kidiplomasia. Marekani inasema imeacha nafasi kwa mazungumzo, lakini Iran inasema kuwa hakuna mazungumzo yanayoendelea wala haijaomba kufanyika kwa mazungumzo hayo. Hali hiyo inaashiria kuwa bado hakuna msingi wa makubaliano ya haraka kati ya mataifa hayo mawili. Kwa sasa hakuna tarehe iliyotangazwa kwa ajili ya mazungumzo yoyote ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani, wakati Marekani ikiendelea kusisitiza kuwa iko tayari kutumia nguvu za kijeshi endapo itahitajika. Iran nayo imeendelea kusisitiza kuwa itaendelea kulinda maslahi yake ya kitaifa na kujibu hatua yoyote itakayoona inahatarisha usalama wake. Kutokana na msimamo huo wa pande zote mbili, mvutano kati ya Iran na Marekani bado haujaisha, bali umeingia kwenye kipindi cha utulivu wa muda kinachoambatana na tahadhari kubwa za kijeshi, huku macho ya jumuiya ya kimataifa yakielekezwa kuona kama hali hiyo itafungua njia ya kidiplomasia au itarejesha tena mzunguko wa mashambulizi ya kijeshi.